Wengi walimuona kama aliyesaliti mapambano. Raila Amolo Odinga, mto usiokauka wa mapambano. Kuna majina ambayo huchongwa na muda, lakini mengine huchonga muda yenyewe. Jina la Raila Amolo Odinga ni miongoni mwa majina hayo machache. Jina lililosikika kama ngoma ya mwamko katika uwanja wa siasa za Kenya na bara la Afrika kwa ujumla. Alikuwa si mwanasiasa tu, bali ni hadithi iliyotembea katika mwili wa mwanadamu. Alama ya uasi dhidi ya ukimya na ngome ya matumaini katika kipindi ambacho wengi walichoka kuamini katika maneno haki. Raila alizaliwa mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, eneo la Nyanza, mtoto wa Oginga Odinga, mwanasiasa maarufu aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais baada ya Kenya kupata uhuru. Kutoka kwa baba yake alijifunza siasa, lakini zaidi alijifunza maumivu ya kusema ukweli katika nchi inayopenda ukimya. Kama mito inayokimbia kutoka ziwa Victoria, maisha ya Raila yalianza kwa utulivu wa elimu. Alisoma katika shule bora, kisha akasafiri Ujerumani, akapumua hewa ya dunia yenye uhuru wa mawazo. Aliporudi Kenya, hakurudi kama mwanafunzi tu, bali kama mwanamapinduzi mwenye ndoto ya kuona Kenya mpya. Kenya isiyo na woga wa mamlaka wala uonevu wa kisiasa. Katika miaka ya 80, wakati serikali ya chama kimoja ilipotawala kwa woga na ukandamizaji, Raila aliamua kutamka kila ambacho wengi walinyamaza. Ilikuwa ni enzi ya kiza cha kisiasa, enzi ya kuongelea uhuru kuwa kosa, enzi ya sauti kufungwa minyororo. Raila alikamatwa, akafungwa bila kesi, na miaka ikasonga kama jua la jangwani lisilo na rehema. Magereza ya Kamiti na Nyayo House yakawa ni shule yake ya pili, na humo alijifunza kitu ambacho vitabu havikuweza kumfundisha, kwamba haki haiji kwa haraka, na mapambano halisi huanza pale matumaini yanapogeuka maumivu. Wengine walivunjika, wengine walikimbia uhamishoni, lakini Raila hakukimbia. Ndani ya kuta za gereza alibeba ndoto ya Kenya yenye demokrasia ya kweli. Na alipotoka hakuwa yule kijana wa awali, bali alikuwa ni Raila mpya, jiwe lililokwaruza na maumivu, likiwa na kung'alika kwa matumaini. Miaka ya 90 ilikuja kama upepo wa dhoruba. Dunia ilitaka mabadiliko na Kenya haikubaki nyuma. Raila alijiunga na wanasiasa wengine wenye maono, wakaunda muungano wa vyama vya upinzani ulioitikisa serikali ya chama kimoja. Hapo ndipo jina Agwambo lilianza kuzungumzwa kwa heshima na hofu kwa pamoja. Kwa wafuasi wake alikuwa baba, mkombozi wa wanyonge, sauti ya waliotengwa. Kwa wapinzani wake alikuwa hatari, mtu aliyekuwa tayari kukabiliana na mfumo ulioikita mizizi kwa miongo. Katika uchaguzi wa 2002, Raila alicheza nafasi ya kihistoria kwa kumuunga mkono Mwai Kibaki chini ya mwamvuli wa National Rainbow Coalition, NARC. Ilikuwa ni uamuzi uliobadili historia ya Kenya. Kwa mara ya kwanza chama tawala cha KANU kilishindwa madarakani. Kenya ilishuhudia alfajiri mpya, na Raila alihesabiwa kama mmoja wa wazalishaji wa mapambano hayo. Lakini historia haikuishia hapo. Miaka iliyofuata ilileta migogoro, majaribu na maswali ya haki ya kisiasa. Uchaguzi wa 2007 ulileta giza jingine, giza la damu, machozi na mapigo ya mioyo. Kenya ililia, watu walikufa, majirani wakageuka kuwa maadui. Katika wakati huo mgumu, Raila alichagua busara badala ya kisasi.
aliingia kwenye serikali ya mseto kama waziri mkuu. Akakubali kugawana madaraka na Mwai Kibaki kwa jina la amani. Ilikuwa ni hatua ya ujasiri. Wengi walimuona kama aliyesaliti mapambano, lakini waliotazama kwa macho ya hekima walijua alikuwa ameokoa taifa kutokana na moto wa chuki. Kipindi cha miaka 2013 hadi 2022 kilikuwa ni safari ndefu ya kushindana, kushindwa na kisha kusimama tena. Raila aligombea urais mara kadhaa, mara nyingine akishindwa kwa tofauti ndogo sana. Kila mara alikubali kuendelea kupigania kwa njia za amani, hata pale ambapo mfumo ulionekana kutotenda haki. Kama mti wa mgumu unaokaa misimu yote, Raila alibaki imara. Alizungumza nchi akihubiri mabadiliko, akihamasisha vijana, akisisitiza juu ya usawa wa uchumi na haki za jamii zilizopuuzwa. Ndani ya mioyo ya wafuasi wake, jina lake lilibaki kama mwanga wa matumaini yasiyokufa. Wengi waliamini kwamba kama sio yeye binafsi, basi kizazi alichokilea kitaiona Kenya bora aliyoiota. Mwaka 2022 ulileta matumaini mapya kupitia muungano wa Azimio la Umoja. Raila alijaribu tena, si kwa tamaa ya madaraka, bali kwa wito wa dhamira. Alitaka kuona taifa lililo huru kutokana na rushwa, umaskini na mgawanyiko wa kikabila. Ingawa hakupata urais, jina lake lilibaki kuwa nguzo ya upinzani wa kimaadili. Alikubali matokeo kwa amani, lakini akaendelea kuwakumbusha viongozi wapya kwamba Kenya ni mali ya wote, si wachache wenye nguvu. Na kwa namna ya ajabu, historia ilimpa heshima ile ile aliyostahili, si kwa kiti alichokalia, bali kwa uthabiti wa moyo alioubeba. Mchango wa Raila haukomei Kenya pekee. Alikuwa kiongozi wa bara aliyesimama bega kwa bega na viongozi waliotetea demokrasia kama kina Nelson Mandela, Kofi Annan, Julius Nyerere na Thabo Mbeki. Katika kila jukwaa la kimataifa, Raila alizungumza kwa sauti thabiti kuhusu haki za Afrika, uwezeshaji wa vijana na umoja wa bara. Alikataa dhana kwamba Afrika ni bara la kulalamika. Kwake, Afrika ilikuwa bara la kupigania kwa vijana wa bara hili. Alikuwa mfano wa uasi wenye maadili, mtu aliyedhihirisha kwamba mapambano ya kweli hayaishi kwa kushinda kiti cha urais, bali kwa kushinda hofu ya kukaa kimya. Maisha ya Raila Odinga ni mfano wa hadithi ya mto Nile, mrefu, wenye misukosuko, lakini usiokoma kutiririka. Alipitia magereza, mateso, upinzani na udhalilishaji, lakini hakukoma kuwa na imani ya taifa lake. Kizazi kipya cha Kenya na Waafrika kwa ujumla kinamkumbuka kama mwanga uliozaliwa wakati wa giza, mtu ambaye aliishi si kwa ajili ya kujijenga, bali kwa ajili ya kujenga taifa. Kama anavyonukuliwa mara kadhaa akisema, demokrasia si zawadi ya serikali kwa raia, bali ni haki ambayo wananchi huipigania kila siku. Kauli hiyo sasa imekuwa urithi wake kwa kizazi kijacho. Raila Odinga alikuwa kama mlima usioyumbishwa na upepo wa siasa. Alikuwa mtu wa watu na watu wakawa moyo wake. Alijua kwamba mapambano ya haki si safari ya siku moja, bali ni urithi wa vizazi. Na hivyo hata baada ya maisha yake duniani kufikia ukingoni, jina lake halitafutika kila mara Kenya itakapopitia giza la kisiasa. Jina hilo litatajwa tena kama dua ya kuamsha nafsi yake kwa wengi. Raila Amolo Odinga ni shujaa, kwa wengine ni alama ya matumaini yasiyokoma. Lakini kwa historia, yeye ni mto wa mapambano ambao hautakauka hata kama majira yakibadilika. Neno la mwisho: wapo wanaozaliwa na majina, lakini wapo wanaozaliwa kutengeneza historia. Raila hakuwa kivuli cha jina,
bali alikuwa mwanga uliotengeneza jina lake mwenyewe.